Ujambo mpenzi mtazamaji, na karibu kusikiliza yaliyojiri hapa na pale ulimwenguni. Leo ni Alhamisi, Februari 12 mwaka 2025. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu tuanze habari zetu na taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama kikuu cha kisiasa cha ANAPAD na muungano wao wa Uboli chini ya usimamizi wa mwenyekiti Mialano Tanganyika David kimesema kipo tayari kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa ambayo yanaungwa mkono na wadau mbalimbali wa kisiasa ikiwemo kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mialano Tanganyika David: kwa niaba ya chama cha ANAPAD, chama cha Mapinduzi, kwa niaba ya koalisio Uboli ambao tunakwenda kuongoza sisi, umoja wa vyama vya siasa ambao tuko katika mwamvuli wa koalisio Uboli, tunakuja kuongea na kupinga vikali wazo ambalo lililetwa na kanisa Katolike pamoja na vyama vingine vya upinzani kama vile chama cha ESID ambacho kinaongozwa na bwana Martin Fayulu na chama cha Ensemble ambacho kinaongozwa na bwana Moise Katumbi. Ndugu zangu wananchi watukufu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yetu iko ndani ya aggression. Kwa sasa M23 ikijiunga pamoja na FC ya Corneille Nangaa wakiwa na supporter wao mkubwa zaidi sana Joseph Kabila akisaidiwa na nchi ya Rwanda ya Paul Kagame. Kwa wakati huu ambao tunapitia, hatujawahi kusikia condemnation yoyote ile kutoka kwa chama cha ESID kuhusu aggression hiyo ya Rwanda mashariki ya Kongo. Hatujawahi kusikia condemnation ya Moise Katumbi kuhusu aggression ya Rwanda katika mashariki ya Kongo. Leo watu hao wakiwa pamoja na kanisa Katoliki wamekaa pamoja kusema ya kwamba twende katika mazungumzo. Najiuliza kwa sasa, mazungumzo haya yana faida gani kwa wakati huu tu katika wakati ya vita? Mbona hawa wakina Martin Fayulu na wengine hawakusaidia Felix Tshisekedi kupambana na aggression hiyo ambayo tuko nayo kutoka Rwanda? Kwa hiyo kama vile vyama vya upinzani vingine ambavyo viko chini ya mwamvuli ya koalisio Uboli, tunakuja kulahani vikali wazo hilo la kwenda kwenye dialogue ambayo inaandaliwa kwa sasa katika nchi ya Kongo. Ni kutaka kumpatia Felix Tshisekedi muhula mwingine ambao hana haki ya kuongoza. 2028 ni mwaka ndio manda ya mwisho ya bwana Felix Tshisekedi. Sasa tukisema tuende katika dialogue, waende katika dialogue, ni kutafuta tuingie katika gouvernement ya Union Nationale. Na tukiingia katika gouvernement ya Union Nationale itatubeba mu transition ya miaka 4 au miaka 3. Sasa na mwatabeba hiyo transition ni Tshisekedi. Ni njia ingine ya Tshisekedi kupenya kutokuandaa uchaguzi katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tunajua ya kwamba hao kina Martin Fayulu, wakina Moise Katumbi au hawajajiandaa katika uchaguzi. Na ndio maana wanakuja na pendekezo ya kwamba tuende katika dialogue. Dialogue hiyo haitamaliza vita ambavyo tuko navyo katika mashariki. Hapana. Kitu ambacho kitamaliza vita katika mashariki ni diplomasia ambayo Tshisekedi anafanya akitembea huko na huko. Na tunaanza kuona matunda yake kwa wakati huu. Kwa sababu dialogue hiyo ambayo imeombwa na hivyo vyama pamoja na kanisa Katoliki ni dialogue ya opportuniste. Wanataka tuingie katika gouvernement ya Union Nationale, itatuingiza katika transition, wajipate wako ndani ya gouvernement. Na hiyo ni kutaka kuharibu souveraineté nationale na kwenda kinyume na constitution. Manda ya Tshisekedi inafika mwisho wake. Na kama inafika mwisho wake, aandae uchaguzi, kwa sababu vita iko katika Nord Kivu, vita iko katika Sud Kivu, vita iko katika Ituri. Hizo ndio province 3 kuu ambazo ziko ndani ya vita na kidogo ya ndani ya Kisangani. Ndugu zangu wananchi watukufu, hiyo dialogue haina nafasi wakati huu tuko ndani ya aggression. Kitu ambacho tunapaswa tufanye sisi, tunapaswa tumsukume na kusaidia bwana Felix Tshisekedi kupigana na Paul Kagame juu ya hiyo aggression yake, kuwasaidia au wauaji wa M23. Kwa sababu angalia tena, ndani ya dialogue humo hamutakuwa representativite ya wazalendo ambao walimsaidia Tshisekedi kupambana kupiga hao wa M23. Ndugu zangu wananchi watukufu, mimi kiongozi wa chama cha ANAPAD, tena kiongozi wa koalisio Uboli, nimekuja mbele yenu kuambia ni wakati wa kupambana na kukataa na dialogue hiyo amenyiko iko prepare mkenshasa. Sio dialogue ambayo iko kwa sababu ya benefisi yetu, ni dialogue yenye iko kwa sababu ya benefisi ya watu fulani ambao wanataka
vyao katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana kwa usikilivu mwema. Mungu awabariki. Ni Miala Notangani David, mwenyekiti wa chama cha ANAPAD. Tusalie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpenzi mtazamaji, huku tunaarifiwa kwamba baba mmoja mwenye umri wa zaidi ya miaka 60 aliyefahamika kwa jina la Ibert Tambwe Mwana Semfa amejinyonga nyumbani kwake mjini Uvira huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia Jumatano Februari 11 mwaka 2026. Vuguvugu la machozi ya raia kupitia mwanamemba wake Dunia Hamisi limethibitisha taarifa hii. Baba mmoja ajulikanaye kwa jina la Ibert Tambwe Mwana Semfa amejinyonga usiku wa kuamkia hii siku ya tatu tariki ya 11 mwezi wa pili kwa nyumba yake. Mpaka sasa chanzo cha yeye kujinyonga bado hatujajua kabisa ilikuwa ni sababu gani, lakini marehemu ameacha watoto nyuma yake, ni baba wa familia na ndio kwa maana sisi kama vuguvugu la kiraia machozi ya raia tunalomba kwa serikali ifanye uchunguzi ili chanzo cha kifo chake kipate kupatikana. Naam, ni taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko ni kwamba baadhi ya maeneo ya mji wa Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini yanakumbwa na tatizo la maji kukatika kwa wiki kadhaa sasa. Mtazamaji, magari ya maji yanapita katika mitaa kugawa maji kwa wakazi. Mbali na hilo, baadhi ya wakazi wa maeneo ya mji wa Johannesburg waliandamana jana Jumatano kuomba serikali kuweza kushughulikia tatizo hili. Taarifa kamili naye Louis Pascal. Mgogoro wa hivi punde wa maji wa Johannesburg ulianza mwishoni mwa Januari, ukichochewa na usumbufu katika kiwango cha usambazaji wa maji kwa wingi na kuongezwa na mtandao dhaifu wa manispaa ambao umetatizika kupata nafuu na kuacha maelfu ya wakazi bila maji wiki kadhaa baadaye. Mabadiliko ya mara moja yalikuja baada ya hitilafu za kiufundi katika miundombinu ya Randwater, ikiwa ni pamoja na mlipuko na matatizo yanayohusiana na nishati ambayo yalipunguza usambazaji kwa jiji la Johannesburg. Ni mwisho wa yaliyojiri hapa na pale. Mtazamaji, naitwa Abedi Jean de la Croix, ila kabla sijaondoka tuchemshe ubongo kidogo. Chakula hiki kwa picha hapo mtazamaji kinaitwaje kwa lugha yako ya asili? Niachie ujumbe wako kwenye comment section. Kwaheri kwa leo.